Tunamshukuru Mungu tena tukiendelea na somo letu la jinsi ya kumfanania Kristo, na leo ikiwa ni kipindi cha 6 katika mfululizo wa vipindi ambavyo tumezidi kuwa navyo. Leo ni kipindi cha 6. Leo ni kipindi cha 6 katika mfululizo wa vipindi ambavyo tumekuwa navyo. Na somo letu ni jinsi ya kuishi katika upako. Jinsi ya kuishi katika upako. Na maisha yetu kwa mtu aliyeokoka, kama ambavyo tumeelekezana mara zote, ya kwamba kuna kitu ndani yako ambacho ni upako unaishi nacho, na yawezekana hujajua au umejua, lakini katika matumizi yake umetumia kiuchache sana, tofauti na vile ambavyo ilitakiwa kuwa. Haleluya. Amina. Sasa, na ndio maana tunazidi kuelekezana jinsi ya kuishi katika upako, ili kusudi huo upako ambao unaishi nao uweze kuingia katika matumizi na hatimaye ukuletee matokeo. Na tupo kwenye kipengele kidogo cha matumizi ya upako. Tulizungumza kwa habari ya matumizi ya upako, tukaanzia na jambo la kutoa pepo. Tukafundishana na kuelekezana vizuri kabisa jinsi ya kutoa pepo kwa kutumia huo upako ambao uko nao ndani yako. Lakini jambo la pili tukazungumza katika matumizi ya upako ni kuponya wagonjwa. Na tukaelekezana vizuri kabisa kwa habari na jinsi na mambo ya kuzingatia katika kuponya wagonjwa. Na katika kipengele hiki cha kuponya wagonjwa tuliangalia vipengele viwili, lakini ndani yake kuna vipengele vitatu, ambapo cha tatu tutakimalizia leo kabla kuingia kwenye jambo jingine. Na tukazungumza kwa habari mambo ya kuzingatia kabla ya mtu kumwombea ambaye ni mgonjwa, lakini pia tukazungumza kwa habari ya mambo ya kuzingatia wakati wa kumwombea mgonjwa, na ndipo tulipoishia. Na leo tunaangalia mambo ya kuzingatia baada ya kumwombea mgonjwa. Kwa hiyo kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kumwombea mgonjwa, kuna mambo ya kuzingatia wakati ukimwombea mgonjwa, na kuna mambo ya kuzingatia baada ya kumwombea mgonjwa. Sasa leo tunamalizia kipengele cha mambo ya kuzingatia baada ya kumwombea mgonjwa. Sasa mambo haya ni yapi? Ni haya yafuatayo. Kwa hiyo wewe ambao uliandika notes zilizopita, hapa tunaingia kwenye kipengele kingine cha mambo ya kuzingatia baada ya kumwombea mgonjwa. Sasa katika mambo ya kuzingatia baada ya kumwombea mgonjwa yamegawanyika katika makundi makuu mawili. Yamegawanyika katika makundi makuu mawili. Na hayo makundi makuu mawili yamegawanyika tena katika mambo mawili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo la kwanza la kuzingatia baada ya kumwombea mgonjwa ni pale ambapo umemwombea mgonjwa na amepona. Unapokuwa umemwombea mgonjwa na amepona, kuna mambo haya yafuatayo ya kuzingatia, ambayo ni ya msingi sana uweze kuyaelewa. Na usipoyaelewa ukafanya ndivyo hivyo, kuna namna utaenda tofauti au utaenda kinyume. Sasa mambo ya kuzingatia, tunaanza na huyo mgonjwa. Mgonjwa. Mambo ya kuzingatia baada ya kupata uponyaji kwa mgonjwa. Jambo la kufanya huyu mgonjwa ni kumwelekeza adumu katika wokovu. Jambo la kuzingatia kwa mgonjwa aliombewa na akapona ni kumwelekeza adumu katika nini? Adumu katika wokovu. Adumu katika wokovu.
Na ni kwa nini adumu katika wokovu? Kwa sababu aliyemponya ni Kristo. Sasa kama ataishi na kuenenda tofauti na matakwa na elekezo ya Kristo, maana yake ule uponyaji unaweza ukaondoka na yale magonjwa au shida yaliyonayo ikarejea tena. Inawezekana ikarejea katika namna ambayo ni mbaya zaidi ya vile ambavyo ilikuwa mwanzo. Na hapo sasa wewe usipomwelekeza hayo, anaweza kaona kana kwamba wewe umemletea matatizo badala ya kumsaidia. Kwa sababu inawezekana mara kwanza alikuwa anaumwa lakini anaweza kutembea kwa kuchechemea. Lakini baada ya kumwombea akapona, anatembea vizuri. Lakini ukashindwa kumwelekeza jinsi gani ya kuendelea kutunza huo uponyaji, na akaishi maisha mengine, na ikapelekea hata kuchechemea kusiwepo tena, akawa mtu wa kulala kitandani. Kwa hiyo lawama zitakuja kwako ya kwamba fulani aliniombea lakini hatimaye sasa hata kuchechemea siwezi, na badala yake nimekuwa mtu wa kulala kitandani kabisa. Lakini ukimwelekeza haya, alafu yeye kaenda tofauti, wewe unakuwa umenawa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Haya, hebu tuangalie kwenye maandiko, kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 14. Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Ni habari ambayo Yesu alimwambia yule mtu ambaye alikuwa ameugua kwa miaka mingi. Na ilikuwa ni muda mrefu sana, miaka 38. Lakini baada ya kupona, kuna maelekezo ambayo Yesu alimpatia. Na maelekezo aliyompatia ni kwamba asitende dhambi tena. Yohana 5:14. Mtu mmoja tusomee hapa. Yohana 5:14. Mtu mmoja aliyefika. Nasema, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima. Usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Yesu anamwambia umepona kweli kabisa, lakini usitende dhambi tena. Na ikitokea umetenda dhambi tena, linaweza likakupata jambo lililo zaidi kubwa kuliko lile ambalo ulikuwa nalo mwanzo. Kwa hiyo jambo la kupona lina namna ya kutunza huo uponyaji. Na hayo maelekezo ni lazima wewe umpatie huyo mtu. Ni kama ambavyo unapoenda hospitalini, mtu ana malaria, atachoma sindano, atapewa vidonge, lakini ataambiwa sharti ulale kwenye miti, ili kusudi kesho tena asirudi hospitali akiwa na tatizo lile lile, kama anarudi akiwa na shida tofauti. Kwa hiyo na ndivyo hivyo hata kwa wewe unapomhudumia mgonjwa na akapata uponyaji, unatakiwa mwelekeze jambo hili la msingi sana, azingatie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hapo tunazungumza kwa habari ya mgonjwa, lakini kuna mambo ya kuzingatia kwako wewe ambaye umemwombea mgonjwa na amepona. Kuna jambo la kuzingatia kwako wewe ambaye umemwombea mgonjwa na amepona. Wewe jambo kubwa sana la kuzingatia ni hili hapa, ni kutojitwalia utukufu. Kutojitwalia utukufu. Ile namba moja bado ni mambo ya kuzingatia kama mgonjwa amepona. Hiyo ndo namba moja. Lakini namba moja imegawanyika katika kundi la mgonjwa ambao tumeweza kuzungumza, lakini kipengele cha pili au B tuseme. Kipengele cha B ni kwa wewe. Hapa mchungaji. Naomba ni kitu kimoja. Mwelekeza mgonjwa kudumu katika tunataka wewe baba. namba moja. Ukishakuja jambo hapo. Kama kwa hivi. Haya, ngoja tuende vizuri. Kusudi tunaandika vizuri, sawa? Tunazungumza mambo ya kuzingatia baada ya kumuombea nani? Mgonjwa. Sasa mambo ya kuzingatia, kipengele cha kwanza ni kama mgonjwa amepona. Sawa? Hicho ndio kipengele cha kwanza. Kipengele A kwenye kipengele cha kwanza
ni kwa mgonjwa afanye nini? Adumu katika wokovu. Hicho ni kipengele A kwa mgonjwa. Sawa? Haya, kipengele B ni kwako wewe muombeaji. Sawa? Sawa, tuko pamoja? Kipengele B ni kwa wewe muombeaji. Muombeaji unatakiwa usichukue utukufu. Sawa mamani? Hivyo usichukue utukufu. Usijitwalie ndio nzuri. Usijitwalie utukufu. Usijitwalie utukufu. Usijitwalie utukufu. Tuko pamoja sana? Sasa kwa nini usijitwalie utukufu? Ni kwa sababu anayefanya hicho ambacho kimefanyika ni Mungu. Wewe umetumika tu kama bakuli, kama kikombe, kama chombo cha kupeleka ule uweza wa Mungu kwa huyo mtu na akapata uponyaji. Kwa hiyo wewe hauna chako chochote hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na hapa ndipo kuna shida kweli kwa watumishi, naweza nikasema baadhi. Inapotokea mgonjwa amepona, sasa yale maujiko, nikisema ujiko unanielewa? Yale masifa yote anayakamata, anayakusanya, halafu anaweka hapa, anaanza kutembea naye mtaani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hiyo aidha umemwombea mtu mwenye mafua akapona, au umemwombea kiwete akatembea, wewe hauna mchango wowote hapo. Umetumika kama chombo tu. Marufuku kukusanya utukufu na kuweka begani au kichwani na kuanza kutembea nalo kama tembeza mboga mboga mtaani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo heshima, huo utukufu, hizo sifa mrudishie nani? Mrudishie Mungu mwenyewe. Mrudishie Mungu mwenyewe. Na ndio maana nilikuelekeza pale mwanzo, mtu unayemwombea yeye hamuoni Mungu hapo, anakuona wewe kwa macho. Kwa hiyo kitakachotokea, heshima, sifa, yeye atazileta kwako anayekuona. Mwenelewa? Lakini wewe muelekeze vizuri ya kwamba mimi hapa ninakuombea, chochote kitakachotokea hapa mimi sijahusika. Na mshukuru nani? Mshukuru Mungu. Amina. Ndiye amefanya hiki kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa tuangalie kwenye maandiko. Kuna wakati Paulo akiwa na Barnaba walimwombea mtu ambaye alikuwa ni kiwete, kama ambavyo aliomba Petro akiwa na Yohana kwenye ule mlango uitwao. Na hivyo hivyo Paulo na yeye akiwa na Barnaba walimwombea mtu ambaye ni kiwete, ambaye toka tumboni mwa mama yake amezaliwa hivyo. Na baada ya kupata uponyaji, ile jamii ya mahali pale ikawahesabu hawa ni miungu wameshushwa. Kwa hiyo wakawachukulia kama miungu na wakapelekea sadaka, kama ambavyo walikuwa wameshazoea kufanya kwenye jamii yao namna ya ibada. Walikuwa na Mungu Zeu na Mungu sijui nani mwingine. Kwa yale majina ya miungu yao ndio wakarudisha kwa hawa watu baada ya kuona madirisho makubwa ambayo yametendeka. Lakini Paulo na Barnaba waliluka hicho kiunzi. Walilukaje? Tusome hapa. Matendo ya Mitume sura ya 14. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 11 mpaka wa 18. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari ule wa 11 mpaka 18. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 11
mpaka 18. Tutakusomea mstari wa 11 mpaka 15, alafu tutaruka mstari wa 18 pale. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 11, maandiko yanasema, na makutano walipoona aliyofanya Paulo, wakapata sauti zao wakisema kwa kilio, kwa Kilikaonia, wakisema kwa Kilikaonia, Mungu wametushukia, miungu wametushukia kwa mfano ya wanadamu. Wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Hermi, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano, wakipiga kelele wakisema, akina Bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu, hali moja nani? Tawahubiri habari njema, ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. 18. Na kwa maneno hayo wakawazuia makutano kwa shida, wasiwatolee dhabihu. Kwa hiyo hao watu walitaka kuwatolea sadaka, wakiamini kwamba hao ni miungu sasa wameshuka kutoka mbinguni kama wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Kwa hiyo na wewe isifike mahali ukawa kama Mungu fulani mtaani kwako, au mahali fulani. Wewe ndio ukawa kama Mungu na unasema bila mimi hawezi hao. Bila mimi hamna hapo. Bila mimi imeenda imerudi. Neno likishaanza kutamkika mdomoni mwa mtu, bila mimi. Kuko lako liko pale tu mangoni pale vinakaribia. Kwa sababu kati ya vitu ambavyo Mungu huwa hataki kusikia na kuona ni pamoja na kushia utukufu na mwanadamu. Kwa hiyo inatakiwa kuwa makini sana. Umemwombea mtu amepona, hata kama atakushukuru, mwambie kabisa kwamba hiki kilichofanyika sio cha kwangu. Sio mwambie mimi ni noma. Sumona. Kawaezi na wengine. Tufanye mambo. Hawa chio ganga kienyeji. Ufanye hayo kwa sababu ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia sana kwa mtu ambaye wewe unafanya huduma na umemwombea mtu amepona. Kwa hiyo kwake yeye kuna cha kufanya na kwako wewe kuna cha kufanya. Sasa tunaenda kipengele cha pili. Kipengele cha pili ni kama mgonjwa hajapona. Kipengele cha pili ni pale ambapo mgonjwa umemwombea lakini hajapona. Kwa sababu sio mara zote utamwombea mgonjwa na akapona. Kuna wakati unaweza kumwombea mgonjwa na asipone. Sasa jambo gani la kuzingatia pale ambapo umemwombea mgonjwa lakini hajapona, hajapata uponyaji? Sasa kipengele A ni kwa yeye. Mgonjwa ambaye umemwombea na hajapata uponyaji, kuna jambo la wewe kufanya kwako. Na jambo la kufanya ni kumwambia asikate tamaa. Kumwambia asifanye nini? Asikate tamaa ya kwamba inawezekana Mungu ameshamkataa na ndio maana hajampona. Kwa hiyo unachotakiwa wewe kukifanya kwa mgonjwa ambaye umemwombea na hajapata uponyaji ni kumwambia asikate tamaa. Kwenye mabano andika kumtia moyo. Ufanye nini? Kumtia moyo. Mtie moyo.
mtie moyo, na ile imani yake izidi kuwepo, kwa sababu yawezekana Mungu bado anashughulikia jambo hilo, au tayari ameshafanya, lakini madhihirisho kwa nje bado hajaonekana. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kumtia moyo huyu mgonjwa asijikatie tamaa. Sasa na unajua mna mwingine mtu anaweza kufika mahali ukaogopa hata kufanya huduma ya maombezi, kwa sababu inawezekana umemwombea mtu mara moja, mara mbili, mara tatu, hakuna aliyepona. Au inawezekana unaenda kumwombea mgonjwa na baada ya kuondoka ndio anakufa kabisa. Ndugu amekuita fulani, hebu tunaomba njoo tuombee mgonjwa wetu, ana hali mbaya. Ninajua wewe ni mlokole na si mnaombeaji hata watu waliokufa wanafufuka. Hebu njoo basi muombee. Ni kweli mama wa watu, baba wa watu, kijana wa watu, unajikoki, unaingia mazima. Tena inawezekana umepata nafasi ya kufunga, unapiga na kavu. Unaenda ukiwa mkavu. Umeenda umepiga maombi hapo. Alafu baada ya kutoka tu masaa mawili matatu unapata taarifa, yule mgonjwa uliyemwombea amekufa. Inatokea. Kwa hiyo hilo ukiweka kichwani mwako ya kwamba unaweza kumwombea mtu na hali ikawa mbaya zaidi. Unaweza kumwombea mtu na akafa kabisa. Unaweza kumwombea mtu na akapona. Chochote kitakachotokea wewe hakitakusumbua. Si ndio? Chochote kinachotokea kitafanya nini? Hakitakusumbua. Maana kukusaidia baba. Kwa hiyo yote hayo uyajue ili kusudi lolote litakayotokea uwe tayari kulipokea. Bwana Yesu asifiwe. Na ukijiona ya kwamba wewe ni mtu wa kufurahia matokeo tu, jitafakarishe vizuri. Unachotafuta huko ni nini? Kama sio masifa na utukufu. Kwa sababu ameamua kuponya au kutokuponya ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo huyu mtu asipopona au akipona, heshima ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo wewe kama unaogopa, maana yake kuna kitu unakitafuta hapo. Haleluya. Sawa kabisa. Sasa unajua haya mambo ya kuombea mgonjwa na asipone, wewe sio wa kwanza. Na kama sio wa kwanza basi hautakuwa wa kwanza. Unajua kuna watu hapa hawajawahi kuombea mtu hata mwenye mafua. Hawajawahi kuombea kabisa. Na wala hawataki kuthubutu. Sasa ninajua kushakelekea kila mmoja utaombea tu. Sawa? Utaombea tu. Utaombeaje? Subiri na kuja. Sasa kuna watu ambao waliishi na Yesu, walikula na Yesu, walitembea na Yesu, na walifundishwa na Yesu kwa maneno na kwa vitendo. Lakini kuna mahali waliomba, iligoma. Unanielewa vizuri? Wale wanafunzi wa Yesu wenyewe walioishi na Yesu na kutembea na Yesu na kulala na kula na Yesu, lakini kuna mahali walimwombea mgonjwa na hakupona. Sasa na hata wewe inawezekana umefundishwa mambo mengi na jinsi ya kuomba, lakini ukaenda kuomba kwa mgonjwa na asipone, hautakuwa wa kwanza. Sasa na mbaya zaidi, baada ya huyu mgonjwa kutokupona, mashtaka yakaenda kwa mwalimu wao kwamba nimewaletea mgonjwa wanafunzi wako lakini wameshindwa. Na sababu ya kushindwa Yesu aliainisha. Sasa inawezekana wewe hiyo ikawa ni sababu kama ya hao watu, au ikawa ni sababu nyingine. Tuko pamoja? Haya, hebu tuangalie hiyo kwenye Mathayo 17. Mathayo 17 mstari wa 15 na 16. Mathayo 17. Mathayo 17 mstari wa 15 na mstari wa 16. Kuna mtu amefika hapa? Haya, aliyefika tusomee.
Bwana umrehemu mwanangu, kwa kuwa anakutaka na akiteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka mtoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kufanya nini? Wasiweze kumponya. Kwa hiyo na wewe usitegemee kila mahali utakapoenda kuombea utapata matokeo chanya tu. Pengine utapata 0, pengine utapata negative kabisa. Kwa hiyo usijute kwamba kimenipeleka nini huko. Na itakuwaje? Itakuwaje wewe haikuhusu. Sasa kwa haya matokeo yanatakiwa uende nao. Kuna kijana mmoja ni Mkongo. Kijana tu. Lakini ni vijana ambao yani wamejitoa kafara kwa Yesu. Unielewa? Alafu ni kijana ambaye ana uthubutu wa kutaka kuona vitu vikitokea. Sasa katika huduma yake ilitokea siku moja mtu akawa amefariki. Na baada ya kufariki yule kijana alimwombea na yule mtu akafufuka. Unanielewa? Yaani kama boko hapa. Kama boko hapa. Itokee Mama Debora anamwombea maiti fulani na akafufuka. Jamani, sitafahamika boko nzima. Sasa uwe na uhakika. Ikitokea msiba mwingine Mama Debora atatafuta. Uongo kweli? Sasa na ndicho kilichotokea. Baada ya kutokea msiba tena kwenye jamii, kijana akatafutwa. Na alikuwa mbali, alisakwa mpaka akapatikana. Akaletwa mpaka mahali pale. Sasa na ulikuwa ni msiba ambao ni kwa watu maarufu, yaani msiba wa Nzengo. Nzengo nzima imejaa pale. Kijana amefika pale, yaani watu kana kwamba tayari maiti imefufuka. Watu wanashangilia, wanapiga makofi. Sasa kwa jina lake sasa, kama Mama Debora. Kijana anaingia kwa mbwembwe. Ajua tayari huko mambo yanaenda kuitika. Kijana watu akaingia kwa mbwembwe nyingi mpaka ndani kule kwenye maiti. Kuta maiti imetulia, ya baridi. Inamsubiri afanye mama. Kijana sana yeye kwa alipofanya. Sakaanza kupiga zile alizotumia kule. Piga. Piga. Hata kajoto akaji. Piga. Hata kapi hapo. Piga. Mpaka gari wale zikaisha. Akaona hapa imegoma. Sasa iweje? Basi ndio hamna kitu tena. Afanyeje? Inabidi atoke ndogo. Sasa aliingia kwa makeke lakini alitoka amesinya ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo yeye alijua kwamba kwa kuwa amefufua maiti, kwa hiyo kila maiti ataifufua tu. Kwa hiyo hata wewe inawezekana kuna wagonjwa umeombea na wamepona, lakini kuna wagonjwa utaombea na hawatapona. Na wengine watakufa kabisa. Kwa hiyo ninakuelekeza haya ili kusudi linapokuja kutokea usijishangae kama imekuwaje. Mungu ameniacha. Kwa sababu wewe hakuna chochote unachofanya. Anayefanya nani? Ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hapa tulikuwa tunazungumza kwenye kipengele cha pili, si ndio? Kwa kipengele cha pili, kipengele A. Tuko pamoja hapo? Haya, tunaenda kipengele B. Kipengele B ni kwa wewe muombaji. Kwa wewe muombaji ambaye umeomba kwa wewe muombaji ambaye umeomba na hakuna kilichotokea. Kwa wewe muombaji ambaye umeomba na hakuna kilichotokea.
Marko 8:24 na 25. Marko 8:24 na 25. Marko 8:24 na 25. Kuna aliyefika hapo? Haya, maandiko yanasema akatazama juu. Sasa inawezekana hii habari imeanza katikati na usielewe kutokea wapi. Hii habari imetokea kule tulizungumza kwenye vipengele vilivyopita. Ni wakati ambapo Yesu ameomba na mtu ambaye alikuwa ni kipofu, na akamtoa kwenye mji, akampeleka nje ya mji na akamwombea, na baada ya kumwombea yule mtu akaanza kuona watu wakienda kama miti. Sawa? Na Yesu akamwombea tena. Baada ya kumwombea tena akawa ameona wazi wazi. Sasa kwako wewe, pale unapomwombea mtu na hajapona, kitu gani kifanyike? Wewe ambaye umemwombea mtu na hajapona, kitu gani kifanyike kwako? Wewe ambacho unatakiwa ukichukue, kwanza usife moyo. Usifanye nini? Usife moyo au usivunjike moyo. Tunaona vizuri? Usife moyo au usivunjike moyo. Kwamba kama ndio hivi, nimeingia 3 kavu, 4 kavu, 7 kavu kwa ajili ya kumwombea mtu na hamna ambacho kimetokea, isiukatishe tamaa. Isifanye nini? Isiukatishe tamaa. Isiukatishe tamaa. Tambua ya kwamba Mungu bado atabaki kuwa Mungu, atabaki kuwa Mungu. Na uhusiano wako na Mungu usiteteleshwe na wewe kumwombea mtu hajapona. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Sasa baada ya kumwombea mtu na hajaona matokeo, kama kuna nafasi ya kufanya tena, kajipange. Kafanya nini? Kajipange. Hiyo mechi irudiwe. Hiyo mechi fanya nini? Hiyo mechi irudiwe. Sasa tunaona hapa kwa Yesu. Yesu wewe mwenyewe amemwombea mtu na amepona nusu. Na ikabidi arudie tena kuomba naye kwa mara nyingine. Na hatimaye baada ya kurudia kuomba naye alipata uponyaji. Kwa hiyo inawezekana ukawa umeomba na mtu, kumbe ndio mara ya kwanza. Inawezekana alikuwa haamki kabisa kitandani, lakini angalau anaweza akainuka mwenyewe akakaa. Tunaona ni hatua Sasa wewe usitake leo asimame na akimbia akachote maji. Kuna mambo mengine yanaenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo inawezekana kumwombea hamna kabisa kilichoonekana. Kajipange tena. Na uchimbe na kuona namna ya kuja kwa upya. Unaelewa vizuri? Uone namna ya kuja kwa upya. Na ndipo hapo ninakurudisha tena kule kwenye kabla ya kumwombea mtu. Moja ya kitu cha kufanya ni kujua chanzo cha tatizo lilionalo. Inawezekana haujapata nafasi ya kujua chanzo cha changamoto lilionalo, na umemwombea tu ile kijumla jumla na haujaona matokeo. Tafuta nafasi ya kukaa naye vizuri. Pata maelezo yake ya kutosha, ili kusudi uone namna ya kujipanga kwa upya na unapiga engo gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukubwa wa maandalizi yako, ukubwa wa mifungo yako, ukubwa wa kujipanga kwako hakuguarantee, hakukuhakikishii matokeo chanya. Unaelewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yasikukatishe tamaa.
yasikukatishe tamaa kabisa. Wewe kajipange na urejee tena. Nina imani utakapokuja kivingine utaona matokeo mengine. Amina. Haleluya. Amina. Okay. Sasa mpaka hapo kile kipengele tutakuwa tumekimaliza cha juu ya kumwombea mgonjwa. Kwa hiyo nina imani hapa wana JCC kila mmoja anajua zile kanuni za msingi za kufuata kwa ajili ya kumwombea mgonjwa. Nani hajaelewa kwa habari ya kanuni za kumwombea mgonjwa? Hamna, maana yake wote tumeelewa, si ndio? Kwa mtu yoyote hapa akitokea mgonjwa nikakupointi, usiseme kwamba mimi sio mwana maombi. Kwa sababu nimeuliza na umekiri ya kwamba umeelewa, si ndio? Sawa? Mbona tena mnakataa kukubali sasa? Amen. Michael, tuko pamoja? Ndio. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sawa. Sasa tunarudi kwenye ule mtiririko. Kwenye hapa leo kila mmoja atakuwa na mapicha yake huko ndani. Tunarudi kwenye kule tulikuanzia, mambo ambayo yanaweza kufanyika au matumizi ya upako. Tulizungumza jambo la kwanza ni kutoa pepo. Sawa? Jambo la pili tukazungumza ni kwa nini? Kuponya wagonjwa. Sasa tunaingia jambo la tatu. Hapo tuko sawa? Tunaingia jambo la tatu. Tunarudi barabara kuu. Sawa? Tunaingia jambo la tatu. Na jambo la tatu ni kufanyika kwa matendo ya miujiza. 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 Okay. Sasa nini maana ya muujiza? Nini maana ya muujiza? Tupeane tafasiri hapa kabla tujaendelea. Nini maana ya muujiza? Kwanza na mabadiliko. Amen. Maana ya muujiza kupokea bila kutarajia. Kupokea bila kutarajia. Asante. Maana ni kitu ambacho ulikuwa ukitarajii kabisa. Isipokuwa yani kimekujaje kimuujiza. Si ndio? Haya, Mama Debora. Iseme hivyo. Ndio kusema hivyo. Yani ndio useme sasa. Copy na kupaste hivyo. Nakusikiliza. Kupokea kitu bila kutarajia. Kupokea kitu bila kutarajia. Sawa. Mama Gerasi umenyosha. Na malizia hivyo. Yamkini umetoka aidha kwenda sehemu ukakutana na mtu mgonjwa, yani ameumwa labda kwa muda mrefu, na ukamwombea pale aidha alikuwa ni kiwete akapokea uponyaji, akapokea bila kutarajia. Mimi ndio. Sawa. Kwa hiyo wewe tuongezea na mfano, si ndio? Kwa maana sasa tunakuja tofauti tumepata hapo. Kumenya hata kujazia nini maana ya muujiza? Mwanzo kujifunza Kisukuma. Bado anatuambia muujiza maana yake ni mashukuru mageni. Sasa mashukuru mageni kwa maana gani? Kwa maana ni vitu vigeni yani ambavyo huvijui. Bikoje kwa namna gani wala ukutegemea, si ndio? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Sasa miujiza, kwa hiyo tafasiri ulionayo sawa, lakini wacha nikuongezee na hii hapa.
muujiza ni jambo lisilo la kawaida. Muujiza ni jambo lisilo la kawaida. Muujiza ni jambo lisilo la kawaida, lililo kinyume na kanuni alizoziweka Mungu katika uumbaji wake. Lililo kinyume na kanuni alizoziweka Mungu katika uumbaji wake. Kama gani? Unaandika wapi? Sikuoni. Naona kaunta iko mkono wa kushoto, kulia iko mkono wa kulia. Hiyo ni hapo. Hiyo hapo. Hapo. Hauna kalamu? Haya. Haya. Kuna mtu tumemwacha Haya. Tunaanza kusema kwamba tunapozungumza muujiza ni jambo lisilo la kawaida. Sawa? Muujiza ni jambo lisilo la kawaida. Sasa hili jambo lisilo la kawaida likoje? Lililo kinyume na kanuni alizoziweka Mungu katika uumbaji wake. Kuna kanuni katika uumbaji wa Mungu. Kama sianza kuelezea, nimeandika hiyo. Haya. Lililo kinyume na kanuni, alizoziweka Mungu katika uumbaji wake. Tuko pamoja? Amina. Kuna ambaye tumemwacha? Haya. Sasa Mungu katika uumbaji wake ameweka kanuni za vitu kuenenda au kuwa. Sawa? Katika uumbaji wa Mungu kuna namna ambavyo, hebu zima, tunaona hili linachosha bure. Hebu zima tupige live sasa, tupige live. Haya. Tunaposema uumbaji wa Mungu kwa jinsi ambavyo ameumba, kuna kanuni zima tu kabisa na ndio kwa mix. Kuna namna ambavyo Mungu ameumba vitu ambavyo tunavyoviona hapa duniani. Sasa moja ya kanuni ambayo Mungu ameiweka ni kwamba mtu ukikanyaga kwenye maji unafanya nini? Unazama. Hapo kuna kitu kinaitwa law of flotation. Kanuni ya vitu kuelea au kanuni ya kuelea. Sasa ikitokea kinyume na kule mtu kukanyaga kwenye maji na asizame, huo ni muujiza. Tunaona vizuri? Ni kama ambavyo Yesu yeye mwenyewe alitembea juu ya maji. Lakini kwa kanuni za Mungu ambazo ameziumba, mtu akikanyaga juu ya maji lazima azame. Na Petro na yeye akaichukua hiyo na yeye akatembea juu ya maji. Sasa haikomei tu hapa. Lakini ndivyo tumeona hata kwenye maandiko kadhaa. Mtu ambaye amezaliwa kiwete toka tumboni mwa mama yake, kwa kawaida huyo ndio maisha yake mpaka anazeeka. Lakini ikitokea kuna namna huyo mtu amesimama na ametembea, huo ni muujiza. Tunaelewa vizuri? Haleluya. Amina. Kuna wakati sio wa mvua. Kuna wakati sio wa nini? Sio wa mvua. Lakini unaweza ukafanya mvua ikanyesha kama una sababu ya msingi ya kufanya mvua inyeshe.
Watu wamegoma hiyo hapana. Paka anasema mchungaji hapo kutembea kwenye maji sawa. Kiwache kutembea sawa. Ila mvua kuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Mtu ambaye anaumwa kansa, kwa mujibu wa kanuni za kidaktari, huyo hawezi kupona. Na hasa ikiwa imeenda katika stage fulani hawezi akapona. Hakuna cha mionzi, hakuna cha nini. Na ikitokea wewe ukamuombea huyo mtu na kansa ikatoweka, huo ni muujiza. Kipofu ambaye haoni kabisa anatembea kwa fimbo kwa kupapasa, ikitokea umemuombea na ameona, huo ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunapozungumza kwa habari ya miujiza, ni vitu ambavyo sio vya kawaida. Amen. Lakini na ndivyo hivyo Mungu anavyovipendaga. Mungu yeye anapendaga visivyo vya kawaida ili kusudi ajitukuze katika hali. Amina. Kwa sababu akifanya ya kawaida hayo ameshaumba, tumeyazoea sana. Amina. Kwa mfano, kitendo cha kupanda punje moja kwenye ardhi, alafu baada ya muda kinachipuka, kinakuwa kimti, hapo hatimaye kinazaa. Pia ni muujiza, si ndio? Lakini muujiza ambao Mungu ameutengeneza siku nyingi tunazoea. Kwa hiyo kuna namna Mungu anafanya miujiza ambayo itatustua na kuona kumbe Mungu sio kukomea tu kufanya punje moja iwe mche na izae vingine. Kumbe anaweza kufanya na ABCD. Amina. Mwendelea vizuri? Kwa hiyo na hayo ili yadhihirike haji Mungu afanye, isipokuwa na kutumia wewe kudhihirisha hayo. Uko tayari sasa? Amina. Uko tayari sasa? Amen. Haleluya. Amen. Okay. Sasa na imani tumeshaelewa vizuri nini maana ya muujiza. Tumeshaelewa vizuri nini maana ya muujiza. Sasa tunapozungumza katika habari ya muujiza, tunatakiwa tuelewe mambo yafuatayo. Kwanza, muujiza hawezi ukatokea nje ya utayari ulionao wewe. Amina. Unaelewa vizuri? Muujiza hawezi ukatokea nje ya utayari ulionao wewe. Hiyo ni bisi. Hiyo iko hewani, yani hiyo iko hewani, haina B haina C. Iache. Na hiyo ni bisi. Tusiandike. Andika kama unaona inakufaa. Angalizo tena. Ndio imla hiyo, ndio imla. Wewe andika utakavyoandika. Uandike ni B, uandike angalizo, uandike nini, lakini kwa jinsi ambavyo utakavyochukua. Haleluya. Amina. Muujiza hawezi ukatokea nje ya nini? Nje ya utayari wako. Wewe uko tayari kitu gani kitokee? Wewe uko tayari kitu gani kitokee? Kama wewe uko tayari uweze kupata chakula cha kila siku na kitatokea, na huo ndio utakuwa muujiza wako. Amina. Umeelewa? Amina. Kama unataka mvua inyeshe wakati wa kiangazi kikali, mvua inaweza ikanyesha kwa sababu huo ndio utayari wako. Unaelewa vizuri? Amina. Kama unataka kiwete atembee, kiwete anaweza kutembea kwa sababu huo ndio utayari wako. Haleluya. Sasa utayari wako upo kwa namna gani ndio utakaopelekea hicho kitu kiweze kutokea. Sasa ukijifunza na kuangalia kwa ule muujiza wa kiwete kutembea kwenye ule mlango uitao mzuri, ilikuwa ni nyumba ya ibada, si ndio? Na yule mtu amekaa pale kwa muda mrefu, ni watu wengi sana walioingia na kutoka. Mwendelea vizuri? Lakini hapakuwa na mtu aliyekuwa na utayari wa kumfanya yule kiwete atembee. Mwendelea vizuri? Hapakuwa na mtu aliyekuwa na utayari wa kumfanya yule kiwete atembee. Wakati Petro ameamua kutoka ndani huyu kiwete atembee, na alitembea. Amina.
Kwa hiyo hata wewe mwenyewe kwenye maisha yako kuna vitu vingi vingi mno ambavyo wewe mwenyewe haujawa tayari viwe vile ambavyo unavyotaka viwe. Umeelewa vizuri? Amina. Yaani formula ya maisha yako una wewe mwenyewe hapa. Amina. Ni kitendo cha kuitoa kwenye mtazamo na kuiweka katika uhalisia. Sasa ukielewa haya na utafanyia kazi. Sasa kwa mfano kipindi hiki cha msimu wa kilimo, si ndio? Japo mvua haijakolea sana, lakini unaona watu wameshaanza kuandaa mashamba na vitu vingine kama hivyo. Okay. Sasa kwa nini wanaandaa mashamba? Kwa sababu wanajua mvua imeanza kunyesha. Na mwaka jana au mwaka juzi wamefanya hivyo na wamepata matokeo fulani. Umeelewa? Na wana imani watafanya tena, watapata matokeo fulani. Na kuna wengine walilima mwaka jana wakapoteza, lakini mwaka huu wamerudi tena. Sasa kuna watu ambao wanakaa tu na kusema mvua za siku hizi hazieleweki, sawa. Lakini kwenye hizo mvua ambazo hazieleweki kuna watu wanaibisha. Amina. Tunaelewa vizuri? Haleluya. Sasa kuna yale mambo tu ya kanuni za kilimo na nini, lakini kuna vitu vingine ambavyo ni vya kiroho ambavyo vinasapoti vitu kuweza kutokea. Sasa na kama maisha unataka uishi, kanuni ambazo tunaenda nazo ni vizuri kujifunza kwazo, kwa sababu Mungu ameweka utaratibu fulani wa vitu kuweza kufanyika. Lakini ukienda nyuma ya hivyo vitu, wewe utakuwa na faida maradufu. Kuna wakati Mungu atakwambia usihangaike wala kusafisha shamba, hautavuna hata mahindi ya kuchoma. Kaa tulia. Lakini usione uvivu ya kwamba kulima mwaka uache na mimi nipumzike. Hiyo tofautisha. Sawa, basi ngoja nikwende kwenye maandiko. Luka 1:37. Luka 1:37. Luka 1:37. Luka 1:37. Kuna mtu amefika hapa? Maandiko yanasemaje? Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa nani? Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Sasa mimi sijui wewe Mungu unayemwabudu ni yupi, ila kama ni Mungu ambaye tunamsema hapa, inamtanabaisha kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Hakuna lisilowezekana. Kwa hiyo lile ambalo wewe unasema haliwezekani ni kwa sababu ule utayari haupo ndani yako. Na sababu za kutokuwepo ndani yako unaweza kuwa ni vitu vingi. Lakini kwa Mungu huyu ambaye unamwabudu, hakuna lisilowezekana. Hakuna lisilowezekana. Cha msingi wewe ni kuchumpa ndani ya hiyo lisilowezekana ili kusudi kulifanya iwezekane. Full stop. Wewe ni kuingia kwenye hiyo lisilowezekana na kulifanya iwezekane. Kwa hiyo ukielewa katika ufahamu wako na ukaamini, unajua unaweza ukaelewa lakini usiamini. Sawa? Unaweza ukaelewa lakini usifanye nini? Usiamini. Kwa hiyo ukikomea kwenye kuelewa na hujaamini, hakuna matokeo yatakayotokea. Kwa sababu imani yako inahitajika sana ili kuyafanya hayo yawezekane. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Okay. Kwa hiyo hatua ya kwanza, kama unataka kuona miujiza, cha kwanza ni wewe kuelewa, cha pili ni kuamini hicho unachoenda kukifanya. Ni kuamini unachoenda kufanya nini? Kukifanya. Haya, hebu tuende kwenye Mathayo. Mathayo 17:20.
Mathayo 17:20. Mathayo 17:20. Mtu mmoja tusomee hapo. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Wala halitakuwako neno lisilowezekana Kwenu. wala hakutakuwako neno lisilowezekana kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ni Mkristo, mtu ambaye ni mlokole, mtu ambaye ameokoka, neno la kwamba haiwezekani ni marufuku kinywani mwake. Amina. 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 Mimi nataka ndani kweli. Amina. Unajua kuna vitu watu wana vitu vigumu. Sawa? Wameishi navyo kwa miaka. Wana mitazamo fulani ambayo imeganda hapa kwa miaka. Amina. Leo hii unamsomea tu mstari hivi rahisi tu hivi. Kwamba hakuna isilowezekana. Yaani inaingia alafu inagoma. Yaani inaingia inapiga inarudi. Uongo kweli? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I said, katika ufahamu wangu huu, na kwa Mungu ambaye nimejifunza kwake, hakuna jambo ambalo haliwezekani. Amen. Ambalo mimi nikiamua kutoka moyoni. Kutoka wapi? Moyoni. Nikamwambia Mungu, hili. Kama ambapo neno lako linasema. Hapa tunapita. Hapa tunapita. Amina. Na inakuwa eti. Amina. Hakuna cha ndoa ngumu. Amen. Sawa? Amina. Hakuna cha uchumi mgumu. Amina. Hakuna cha huduma ngumu. Amina. Hakuna cha maisha magumu. Amina. Wewe kama kuna ugumu kinywani mwako, jifikirie vizuri. Turudi kwenye somo la imani. Amen. Amina. Sawa? Kama kinywani mwako kuna vitu vinagoma, turudi kwenye somo la imani. Tuelekezane vizuri. Imani maana yake ni nini? Kuwa na hakika na mambo yatarajiwa, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni kama tunapozungumza kwamba hilo jengo kuna vioo vinakuja kukaa kwenye madirisha huko hivi. Amina. Umeelewa? Amen. Yaani vioo kabisa, vioo eti. Amina. Vinakuja kukaa huko hivi. Amen. Mimi naviona. Amen. Sasa wewe kama uvioni, sawa, subiri mpaka Mona. Unajua mpaka Mona? Ya Mtoma mpaka Mona. Na kina Tomaso wapo. Amina. Wewe subiri mpaka Mona, lakini sisi tayari tumeshaviona. Amina. Haleluya. Na ndivyo ilivyo katika kila kitu cha maisha yako. Ukisema ndoa ngumu, na itazidi kuwa ngumu kweli. Kweli kabisa. Na ukisema bwana, huu mwaka huu. Amen. Hii ndoa nimeingia kwa mlango wa nyuma, wa mbele, wa pembeni, sawa, lakini nimo. Amina. Sasa kwa kuwa nimo na Kristo ni naye, hii inaenda kulainika. Kwa oili, kwa jinsi, kwa nini inaenda kulainika. Amina. Na usisubiri ufanye kipofu aone au kiwete atembee, wakati bado kuna mengine mambo ya kushughulikia. Shughulikia haya alafu ndio uende kwa kiwete na kipofu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Uko tayari sasa kuanza kuona mambo yanaonekana sasa kanuni ni chache tu. Alafu cha msingi ni kuingia kwenye utekelezaji. Na mambo yanakuwa. Haya. Sasa nataka nikujengee msingi ambao kama ulikuwa na mambo yanayosemekana kwako hayawezekani, yaanze kuwezekana. Umeelewa vizuri? Na chochote anza kuona mwisho wa kitu. Anza kuona mwisho wa nini? Ile picha uwe nayo. Unapoingia kwenye maombi, unapomwambia Bwana, ile picha unayo. Haleluya. Na hiyo picha ikae hapa. Isikae kwenye madaftari ili kusudi uielewe mpaka urudi ukafunue tena. Iwe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mama mchungaji anakumbuka.
Siku moja tuliendaga mochwari kule Tumbi. Kule Tumbi kule. Baada kuingia mule mochwari, kuna makabati makubwa yale. Yale wanawekea maiti. Kwa kuwa ndani yangu mimi kulikuwa na picha ya kitu ambacho kinaonekana kama ule. Mimi sikuona kwamba humu kuna maiti. Amen. Mimi niliona humu kuna mayai. Humu kuna mayai ambayo yanatosha vifaranga humu. Amen. Unaelewa vizuri? Na baada ya miezi michache ile kabati nilikuwa na kichwani nilisimama pale. Amina. Baba Diki kuja ndio nasema kumbuka Baba Diki. Njoo tembea tena sasa hivi utakuta mambo tofauti. Utakuta mambo tofauti. Sasa nifika karibu na kuna mambo tofauti. Amen. Kwa nini? Nina picha humu kichwani ya vitu fulani. Amen. Kwa nini? Ninajua niliyembeba sio mnyonge. Amina. Na sio wa vitu vidogo. Amina. Ninapoingia kwenye market, kwenye soko. Amina. Ninajua huku kuna watu ambao wanalala makaburini. Wanatoa kafara za wanadamu na vitu vingine. Tunakutana nao sokoni. Amina. Je, mimi nimesimama na nani? Yeye amesimama na damu ya mwanadamu aliyemtoa kafara. Mimi nasimama na nani? Compete naye. Sasa damu ya Yesu na kafara wa kingine kipi zaidi? Yes. Yaani kuwini kuko hapa. Amina. Kuko hapa. Haleluya. Amen. Mpaka Bwana asubiri wote. Sasa wewe tuangalie maandiko kadhaa ambayo wewe mpaka Bwana yatakusogeza mahali na uone kwamba kumbe inawezekana. Amina. Tuangalie Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Ni kuonyesha vitu ambavyo umevibeba halafu wewe mwenyewe hujijui kwamba unavyo humo ndani. Na usipojua kwamba unavyo utashindwa kuvitumia. Hai. Warumi sura ya 8 mstari wa 11 aliyefika tusomee. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu, sawa, anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu, ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Kwa roho wake anayekaa ndani. Kwa Roho Mtakatifu, na anamtanabaisha vizuri hapa Paulo kwamba ni yule ambaye alimfufua nani? Yesu. Ambapo Yesu alikuwa amekufa, yuko kaburini kwa siku ngapi? 3. Lakini Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yako alimfufua. Amina. Umeelewa? Amen. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu yuko ndani yako humo. Amen. Kwa kama unaishi na maiti yuko ndani, umependa mwenyewe. Amen. Kweli. Umependa mwenyewe. Amina. Umependa mwenyewe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unaweza ukaona kama okay, labda Roho Mtakatifu mmoja tu anatosha. Labda kuna upungufu fulani. Haya, wacha nikupeleke kwenye maandiko mengine. Yohana 14:23. Yohana 14:23. Biblia inasema, ndio. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Sasa kama umesema kwamba yatakayo Roho Mtakatifu ni mmoja tu, hapo kama ndio huyu wa kunenea tu, okay sawa. Sasa Yesu anasema wewe ukimpenda lakini ukafuata yale anayokuelekeza, anakuja kuweka makao ndani. Sio yeye tu, pamoja na nani? Na Baba. Amen. Kwa hiyo kwa maana hiyo una package full. Roho Mtakatifu, Yesu mwenyewe, na Baba mwenyewe. Unapungukia kitu gani? Hakuna. Hakuna, si ndio? Sasa kama ile package ya Mungu ipo ndani yako, maana hakuna lisilowezekana. Na ndipo hapo miujiza inapotokea, na kama nilivyokuelekeza unaivona sio wewe. Amina. Huo ukuu ulioko ndani yako ndio unadhihirisha hayo mambo. Lakini kwanza wewe uwe na utayari wa kufanya vitu vitokee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Twende Luka 17:21. Luka 17:21. Luka 17:21. Biblia inasema, wala hawatasema tazama uko huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa hiyo jambo
la kwamba umo au haumo ni ufahamu. Ni ufahamu. Lakini ufalme wa Mungu upo ndani. Kwa mtu ambaye ameokoka, ufalme wa Mungu upo ndani yako. Na usipojua kama upo ndani yako, hautaweza kufanyia chochote. Amina. Si ndio? Hautaweza kufanya chochote. Ni kama ambavyo hasa wamama wao wana vyombo vya wageni. Vile vyombo fulani vya amazing. Waga vinafichwa chobingo fulani. Watoto hawavigusi. Ila na sio kila mgeni. Kuna aina ya wageni wakija ndio vinaenda kutolewa, si ndio? Kwa hiyo kama kuna mtu nyumbani hajui kwamba kuna jambo mahali fulani, wageni watatengea mabondo. Sema mabondo, unanielewa? Vile vyombo vya plastiki ambavyo tunacheza navyo kila siku. Mmoja mtoto akipiga teke huko unakinyanyua tu alafu mambo yanaendelea. Lakini kuna vile ambavyo mtoto akipiga teke yeye anapigwa kofi. Umeelewa? Sasa vile kama hujui viko mahali fulani, wageni wakija utatengea vile vya kupiga teke hapo na ukota. Lakini kumbe ni swala uelewa. Kwa hiyo na sisi kuna vitu huko ndani tunavyo. Ila ufahamu na uelewa hatuna, ambayo utaweka utai ndani yetu kuviweka katika matendo na mambo yatokee. Bwana Yesu asifiwe. Na unaposema kwa habari ya ufalme ni kama vile unazungumza kwa habari ya serikali. Na serikali iko full. Ina mamlaka, ina askari, ina jeshi na kila kitu. Hakuna serikali ambayo haina jeshi. Umeelewa vizuri? Hakuna serikali ambayo haina nini? Jeshi. Haina jeshi. Kwa hiyo hata ufalme ulioko ndani yako una jeshi ambalo ni tendaji kufanya yale mambo yatokee. Tunakumbuka habari ya ya Elisha na yule mtumishi wake. Tumeshawahi kusoma kule mwanzo kama tunakumbuka. Kwa hiyo lile jeshi la malaika liko upande wao, ulipo hata kwako pia. Wangapi wanaelewa kwamba kuna malaika tendaji ambao wanasubiri tu majukumu? Yaani unajua kuna malaika anasubiri assignment tu ya kwenda kufanya. Lakini kama hujui kama yupo, utabaki unalia tu. Na ndio maana wale wa ulimwengu wa giza wanauelewa zaidi katika matumizi ya kwao, na ndio maana tunaona matokeo zaidi kuliko huku kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi mnajua kwamba kuna waganga ambao wanaweza kaamua kwamba hili shamba langu naona miche kama haijakaa vizuri, anafanya mambo mvua inanyesha. Unajua? Ndio. Unajua? Mungu naye sanaweza. Amina. Amina zinafifia. Amen. Zaidi. Sasa lakini shida ni nini? Ni katika knowledge. Tunaamini mganga anaweza kufanya shambani kwake mvua ikanyesha. Lakini sisi hatuna imani kwamba Mungu anaweza kufanya mvua shambani kwetu ikanyesha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amina. Sawa. Kwa ukielewa haya mambo utapata ufahamu. Sasa hebu ngoja nikuonyeshe kidogo. Uwaone hawa malaika ambao wanasubiri tu assignment. Kuna malaika ambao wanasubiri tu maelekezo wafanye kitu gani. Wamekaa kwa muda mrefu hawaoni majukumu. Yoshua 5:13. Yoshua 5:13. Yoshua 5:13. Hapo tunaona Yoshua ameshakabidhiwa majukumu na Musa. Lakini kwa majukumu aliyopewa yalihitaji usaidizi. Na huu usaidizi sio tu askari ambao ni wanadamu. Kuna askari ambao ni malaika wanaofanya mambo yatokee. Wataonekana wanadamu wanapigana, lakini kuna nguvu wezeshi ya malaika. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wana maduka makubwa, wana biashara kubwa, lakini ule ukubwa wa biashara zao kuna nguvu wezeshi nyuma. Amina. Wana vyumba maalumu waliweka vitu vyao vinavyosukuma zile biashara ziende. Umeelewa vizuri? Na wewe pia una vitu nyuma yako ambao vinaweza kufanya vitu viende, lakini huvitumii.
huvitumii na badala yake wabaki wakunong'oneka, wako lialia. We, mshirika wa JCC marufuku kulialia. Unasikia? Mshirika wa JCC marufuku kufanya nini? Kulialia. Yakikushinda njoo. Kama unaona ni magumu, njoo tuelekezane. Mimi nitakwambia kidogo lakini nikupatia assignment nyingi za kufanya. Usinichoshe kwa sababu na wewe unaweza kufanya mwenyewe. Usizeshane askofu alisema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja anaabudu kwa Matias School. Lakini kuna nama tulikutana naye na akaomba nimsaidie. Na mimi msaada wangu takwambia kidogo ila maelekezo mengi. Na maelekezo yale amezidi kuyafanya na kuna hatua kubwa ya ajabu ambayo mwenyewe anajishangaa. Sasa iweje watu kwa Matias wanakuja hapa wanapata maelekezo ya kufanya alafu wewe uko hapa maelekezo ya kila siku usipolee. Hapana. Yaani 25 yaani wewe umeamua mwenyewe kuganda. Sawa? Amina. 25 wewe umeamua mwenyewe kufanya nini? Hai, kama umeamua kuganda, sitakugandua, wewe ndio kuganda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na wale wenye ndoa za changamoto marufuku kulialia. Amina. Umeelewa? Amen. Kama wale wanaweza kwenda kule alafu wakafanya mambo, wewe unashindwaje sasa? Si umenielewa? Amina. Unajua kuna waume za watu, kuna wake za watu hawachepukiki. Unaelewa vizuri? Kuna waume za watu, kuna wake za watu hawachepukiki. Ukichepuka naye imekula kwako. Sawa? Lakini haya malipo unapata wapi? Kwa waganga kienyeji. Sasa wewe una Mungu mwenyewe ndani yako full package unashindwaje? Ni maarifa, utayari na kwa kwenye matendo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Sawa. Sasa ukisoma pale kwenye Yoshua sura ya 5 mstari wa 13. Hebu tusome hapo. Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia. Na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Sasa endelea 14 akasema, la, lakini nimekuja sasa, nili amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu ananiambia nini mimi mtumishi wake? Sasa huko ni habari nyingine. Lakini nataka nikuonyeshe wakati Yoshua yuko vitani na mapambano yakiendelea, katika hali ile ya kwenda kukabili mji ulioko mbele yake, kuna watu malaika ambao walikuwa pamoja naye. Na ikafika mahali Yoshua akawaona katika ulimwengu wa roho na wako tayari kwa ajili ya kazi. Sasa hapo Yoshua alikuwa wakati yuko vitani. Sasa na wewe uko mahali gani? Na sio kila mahali kutumia malaika wa vita tu. Mahali pengine kuna malaika wa namna tofauti ambao wana jukumu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuna malaika ambao wanasubiri majukumu tu na wamekaa wamerelax, wanasubiri maelekezo. Hamna. Mtu mwenyewe analialia tu kila siku asubuhi mpaka usiku. Hao malaika wapo tu wanashangaa, sasa mtu analiaje wakati sisi tuko tunasubiri majukumu? Anaferi wapi? Tunajifunga wakaelekeza sasa. Usiferi tena. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa. Sasa tukiwa tunamalizia hapa. Tunapozungumza kwa habari ya miujiza, kuna vyanzo vikuu hivi. Kuna vyanzo vikuu viwili vya matendo ya miujiza. Kuna vyanzo vikuu viwili vya matendo ya miujiza. Chanzo cha kwanza ni shetani. Chanzo cha kwanza ni shetani. Chanzo cha kwanza ni shetani. Na chanzo cha pili ni Mungu mwenyewe. Chanzo cha pili ni Mungu mwenyewe. Sasa kama unataka miujiza unaweza kaipata.
Sasa uamue uende kwa shetani, miujiza utaipata. Uamue uende kwa Mungu, miujiza utaipata. Tunaelewana vizuri? Lakini kama unataka miujiza inayodumu na yenye matokeo ya maana, ni kwa Mungu. Lakini kama unataka miujiza yoyote, hata kwa shetani ipo tu, tena mingi kabisa. Na ndio maana kuna huduma ambazo zina majina makanisa, lakini ni shetani yuko ndani hapo, na miujiza mikubwa inafanyika. Sasa tunabaki tunasema hawa uongo, sawa, lakini matokeo yanaonekana. Sasa wewe wa kweli tuonyeshe na wewe matokeo. Amina. Na wewe unasema wa kweli? Ndio. Wewe wa uongo. Haya, na wewe tuonyeshe ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuwaongee hao wa uongo sawa, lakini na sisi tuplay part yetu. Amina. Kama hatuwezi kuprove, tukae kimya. Umenisikia vizuri? Kama hatuwezi kuprove kwamba wao ni wa uongo, sisi ni wa kweli, tukae kimya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengi wetu hapa ni mashahidi ambao tunaoishi. Unaelewa vizuri? Kuna wakati mtu amepitia kwenye matatizo makubwa mazito na anaona hii issue ni ya kiroho. Lakini mahali anapoabudu anaona kabisa hapa ni kupepea. Hapa kama ni mgonjwa, kama ni mwanangu hapa anaenda kufa. Kama ni mimi hapa anaenda kufa. Hebu nijiongeze. Tena natoka kibali niende mbali ambako hata washirika wote niona. Anaenda kufanya mambo huko, anarudi mzima. Anasema kwenda mshukuru Mungu amenipoa na nini, kumbe ni shetani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tufanye mambo yaonekane hapa ndani, ili mtu asipate excuse ya kukimbilia huko. Amina. Kwa sababu hapa pia atapata nini? Matokeo. Okay. Sasa wacha nikupatie mistari miwili ambayo itakuthibitishia ya kwamba kwa Mungu yapo na kwa shetani yapo. Lakini kwa Mungu yako dhahiri zaidi ya yale ya shetani. Amen. Umeelewa vizuri? Matokeo ya Mungu yako dhahiri na nguvu zaidi ya yale ya shetani. Na walikuwa tujifunze vizuri. Unajua kuna mtu anaweza kwambia mimi bwana nimeokoka, siamini wachawi. Siamini wachawi. Siamini waganga. Wewe amini usiamini wapo. Sawa? Na wanafanya kweli mambo yanaonekana. Kama uamini subiri kwa kuniga au kulaza wanjani pale uchi ndio unajua wapo. Wapo kweli? Nichanganye siku moja ukutana nao. Na wale watu wako serious kwenye mambo yao, sijawahi ona. Okay. Na wana mifungo ya adabu wale. Amina. Wana practice za maana wale. Yaani mafunzo ya kawaida. Anaambiwa tuletee mtoto wa mwaka mmoja ambaye bwana ananyonya ile mteke. Ndani ya dakika 5 umeshamfikisha hapo. Na mtoa wapi? Haituhusu. Tuletee mtoto hapa chapa. Na mtoto analetwa akiwa mzima anapumua. Ametoka wapi? Alikotoka. Sasa kama na wewe ni wakulialia ndio ameenda hivyo. Utasema Bwana alimpenda zaidi, hakuna cha Bwana alimpenda. Ni shetani mmoja alimpenda zaidi na akamchukua. Ngumu kumeza lakini ndio kweli. Haya, twende tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 11 mpaka 13. Hapa tunaona kulikuwa na mtu mmoja aliyefanya miujiza ya kutisha. Na huyo mtu alikuwa anatumia uchawi. Aliitwa nani? Simeon. Lakini akaja kukutana na miamba. Miamba yenyewe. Sasa na wewe mwanajeshi ndio tunataka wewe mwamba ukae hapa. Amina. Ukae hapa. Tala. Jamani, ngoja nataka nifanye kitu fulani kizuri. Nifanye ka research ka kuaminika, nipate nyumba zinazopangishwa za wachawi konki. Alafu wanajeshi kadhaa niwapeleke wakapange pale. Nzuri Tupime.
Tupime. Tuone kweli umeiva. Tuko tayari? Tuko tayari? Amina. Nipange. Kama hauna kodi ya nyumba atakulipa. Haya. Matendo 9 mstari wa 9 mpaka 13. Kumbe tuko sambamba. Twende sasa. Nani ngapi? Sasa umeshaogopa. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 9 mpaka 13. Some hapo. Soma 11 kwanza afike pause. Nianza 11. Anza wa 9 mpaka 11. Amina. Biblia inasema, na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, akisema, mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Sasa huyu alikuwa ni mchawi konki. Anafanya mambo yanadhihirika. Hapo unajua wachawi hawataki tu kujionyesha sometime. Wakati ule jamani wale tukiachana 2000 haya wausu. Wale wakati tunasoma shule za msingi za Mazingaombwe kule tukumbuka. Watu walikuwa wanachinjwa, unaona kama huyu mtu amechinjwa. Ndio? Na mnaanza kulia kabisa, fulani jamani amekufa. Amechinjwa kweli? Wao ni uchawi sio uchawi? Unaonekana wazi kabisa na watu wanaingia pesa, si ndio? Kwa hiyo hata Simoni huyu kuna mambo mengi ya kichawi na kushirikina aliyofanya ambayo yalishangaza kutoka mtoto mpaka mtu mzima. Na wala sio kwa siku moja. Kwa muda wa kutosha. Lakini ulifika wakati wake wa kuexpire. Lakini ili expire kuna watu wa kumexpireisha. Unaelewa? Na ndivyo ilivyo hapa Boko na kwenye jamii unakoishi. Kama kuna wachawi konti ambao wamesifia kwa muda mrefu, ni wakati wako sasa wa kuwastafisha kazi. Amina. Uko tayari? Amina. Ila ujipange kwanza, tuonane, sio kurupuka afu tukakupoteza. Haya. Sasa tuone baada ya ngwe ya Simoni. Kipi kilifuatia? Mstari 12 na 13. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Sasa yule aliyefanya ishara na maajabu mengi ya kichawi na alishangaza wengi, akakutana na kubwa kuliko. Hakukutana na maneno matupu. Umeelewa? Mchawi konki hababaishi na maneno yako umeokoka. Sawa? Hababaishi na maneno yako mimi na Kristo. Hababaishi anataka aone kuokoka kwako. Tena wale jamaa wanakuja kukutesti kweli. Unasema wewe watu kutesti kwanza. Na hawachokage wakati tamaa. Wanakomaa, wanabidi wale mambo wana umoja. Wana moja. Akiona Waboka ameshindwa, anaita jeshi la Temboni la Nyabarasana mnakujua. La Zumba wapi. Kote anaunganisha nguvu. Akiona hapa mnazidiwa, wanaita Air Force kutoka kuzimu kule. Jamani nyewe kuna vitu unajua kama umechukulia poa. Haya. Lakini hapa unaona Filipo alipoingia kwenye kumstafisha uchawi ile Simoni alisarenda na akaamua kuokoka. Sasa na hawa wachawi konki, waganga konki ambao unawajua. Sawa? Na wewe una nafasi ya kuwastafisha. Kama hautaki kuwastafisha, kaa kimya. Kwa nini? Kaa kimya. Lakini hapa Filipo anaingia kazini na Simoni mwenyewe anaona aliyo makuu kuliko ya kwake. Na kama haitoshi anaamua kuokoka. Haleluya. Boko inawezekana haiwezekani? Inawezekana. Timiza inawezekana? Maana hakuna cha kushindikana, si ndio? Lakini haiwi mpaka sawa. Sasa wale tumalizina na hii habari ya Bwana Musa na ndugu yake
kwenye ile mechi na Farao. Kutoka 7 mstari wa 8 mpaka 12. Kutoka sura ya 7 mstari wa 8 mpaka 12. Kutoka 7 mstari wa 8 mpaka 12. Hii ilikuwa battle nzuri kweli. Na mimi kuna mganga mmoja niko naye vipi wewe kuhusu hiyo ni ya kwangu. Amen. Mpaka majibu ni yaone. Amen. Yakoje wewe haikuhusu na tafuta ya kwako. Haya. Unadefika hapo? Kutoka 7 mstari wa 8 mpaka 12. Ni wakati ambapo Mungu anataka ajidhihirishe kwa Farao kwamba yeye ni zaidi ya miungu yake. Unanielewa vizuri? Sasa na hapa mechi inaendaje? Mama tusomee hapa. Biblia inasema kutoka 7:8 mpaka 12. Bwana akanena na Musa na Haruni akamwambia, Farao atakaponena nanyi na kuwaambia nifanyieni miujiza, ndipo atakapomwambia Haruni, shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyomwambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi nao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao. Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Ewa. Unaona picha ilivyoisha vizuri namna hiyo. Yaani kama hujaelewa ngoja nikueleweshe. Kulikuwa na mechi za pande mbili. Upande wa wachawi na upande wa Mungu. Haya, karata ya kwanza ikatupwa ya upande wa Mungu. Fimbo ikatupwa chini kwa nini? Ikaanyoka. Kwa kuwa muujiza shetani naye anayo mingi tu ambayo yani ya kutosha. Na yeye akaelekeza watu wake wakatupa fimbo zao na zenye zikawa nyoka. Kwa issue kwenye muujiza sio issue. Issue kwenye muujiza sio issue. Issue ni mwisho wa hilo jambo. Kilichotokea ile nyoka sasa ambayo ilikuwa fimbo ya Haruni ikameza zile nyoka za wale wachawi sote. Kap. Alafu hapa haijaandikwa lakini ukipatia inaendelea. Haruni akaishika tena ile nyoka ikarudi kama fimbo. Sasa uone hapa. Wale wachawi walikuja na fimbo. Sawa? Wachawi walikuja na fimbo ambazo zilizitupa zikawa nyoka. Na Haruni na Musa walikuja na fimbo moja. Lakini mwisho wa mchezo Musa na Haruni ndio walirudi na fimbo yao. Wale wachawi walirudi mikono. Amina. Mnaelewa vizuri? Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo mechi imeisha, zile fimbo za wachawi zimebebwa na Haruni kwenye ile fimbo. Na ziko functionless. Sio kwamba humo zinafanya kitu. Ndio zimeisha hivyo. Kwa hiyo warudi mikono mitupu. Sasa na wewe una nafasi ya kufanya vitu vikaonekana. Amina. Na kuanza na jambo lako mwenyewe. Sawa? Marufuku shirika wa JCC kujiridhaliza. Ukiona magumu sana tuonane. Tuelekezane kupatia assignment. Amina. Kama utaki assignment usinitafute. Haleluya. Wacha nimalize na ushuhuda mdogo. Mimi napendaga hivyo. Kuna jamaa mmoja mkovi kwa wachawi. Sasa ni wanapiga gospel mikoani hivyo na nini injilisti moja. Matata korofi. Sasa akaenda mahali fulani akakuta kwenye kile kijiji kuna wazee wa mji. Na wale wazee wa mji wana mahali pao pa kufanya ibada kwenye mlima fulani. Ndiko wameweka madhabahu zao na kila kitu. Kuna vile vijumba vile. Wakati umeenda kwa mganga tunavikumbuka. Vile tunavikumbuka. Vile. Huko wamejenga milimani. Na ni maarufu mtu usiyehusika kule kusogea kutungia mbuzi maeneo yale. Sasa jamaa akasema wana hizi mechi ndio mimi nazipenda. Alichokifanya akachukua vijana wake wakapanda kule ambako haparuhusi mtu mwingine kwenda. Wakafika kule kuna zile pesa
pesa fulani hivi ambazo wao zinatolewa kule sadaka, sio noti. Silver fulani. Umeelewa? Zinatolewa, mtu akienda anapelekwa na kuhani wa ile madhabahu. Anaenda kusema shida zake na anatoa sadaka. Zile sadaka zinabaki kule. Anarudi na mambo yake yana. Sasa jamaa baada ya kupanda kule, cha kwanza akaona wala kuna hela hapa. Kusanya salio, kusanya change zote. Weka mfukoni. Si hela, pesa halali kwa malipo ya Tanzania. Kinachofuata sambatisha kila kitu. Piga teke, bomoa kila kitu, fujo zote. Alafu akarudi kambini kibabe. Wanakaa wasubiri malipizi. Yesu naweza. Amina. Tangaza hii nene haya. Sasa kilichotokea, makombora yakaanza kuja. Yalikuja mengi. Lakini moja nataka nikwambie hili hapa. Sasa siku moja baada ya makombora mengi kupigwa, hili ndio lilikuwa kubwa kuliko. Ametoka jioni kwenye mkutano, amerudi kambini alipofikia kwa mchungaji. Sasa si unajua mwinjilisti ametoka jukwani, amechemka nini. Sasa anafika nyumbani angalau kidogo apoze koo na maziwa fresh. Ameandaliwa maziwa fresh kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Akatuma mtu afuate ile maziwa yaliyoandaliwa. Hakurudi na maziwa, alirudi na taarifa. Na taarifa akamuita mwenyewe. Baba mchungaji, samahani kidogo baba, kuna jambo zito limetokea. Njoo tuzungumze. Mchungaji akatoka na aliyepata maziwa, wakaenda pa kwenye maziwa. Hawakurudi na maziwa, wakarudi na taarifa tena nyingine kwa mgeni aliyechokoza mada. Akamwambia, mtumishi, kuna mambo mazito. Mambo gani? Maziwa tuliyokuandalia bwana, tumekuta mzigo wa binadamu umejaa vizuri wa moto hivi na unatoa harufu kali kweli. Haleluya. Sasa maana yao wale wachawi ambao wamevuruga madhabahu zao, hayo ama nini hayo. Sasa kutoka jukwani amechemka, sasa. Sasa amefanya fujo kule. Alichokifanya akasema wala hii mechi ndo mimi nazitaka hizi. Leta moto, leta kuni, chochea hapo. Akakamata lile jagi, ilikuwa ni jagi fani nzuri kama naliona. Akalikamata lile jagi. Piga moto hapo. Jamaa akaungurumisha fire kama alivyoungurumisha mama nani siku ile kule siku. Akapiga fire. Tumbukiza kwenye moto. Piga fire. Asubuhi yake kwa mzee fulani kuna hema, hatuko naye tena. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa mechi inaeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na kama unataka mambo ya fujo kama hayo, tuendelee kujifunza alafu inawezekana. Funika macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako na yale yote ambayo umetufunza. Tusaidie Kristo kwa uchache na uhaba wa imani tulizonazo, zikaweza kusogea na kufikia kimo cha kudhihirisha na kudhibitisha ukuu wako. Kwa neema yako Bwana, nina imani tutafika mahali pazuri. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana. Karibuni praise. Shaka.